Kuwa tumetoka kuangalia Ijumaa kama siku ya ibada, ni vyema ilianzaje? Ni vyema tukaenda sasa kuendelea na siku hizi mbili, Jumamosi sasa na Jumapili. Zilianzaje kama siku za ibada? Yaani watu walikuwa wameanzaje? Maana ndio tumesema watu wamefikia kutokuelewana na wengine kudhani vyote ni sahihi au kudhani wenda vyote sio sahihi, ni watu tu wamejitungia. Sasa ninaomba tu katika kuanza niweze kuanza na hiki kitabu hiki kwanza kiturahisishie kujua hawa watu katika hizi siku tatu tena zilianzaje. Tuliona Ijumaa imekuta zile siku mbili tayari, Jumamosi na Jumapili zilikuwa tayari na zinafanyiwa ibada ya watu walikuwa wakifanya hapo ibada katika hizo siku. Sasa tuangalie katika ukurasa wa 51 wa hiki kitabu tena. Anasema kabla ya Uislamu kuweka kando siku moja ya juma kama siku ya ibada na kuichukulia kama ishara ya jamii ya waumini, lilikuwa jambo lililopendelewa miongoni mwa watu wa kitabu, yaani Wayahudi na Wakristo, kuwa na siku ya ibada iliyotambulisha. Miongoni mwa Wayahudi, Sabato kwenye mabano Jumamosi ilisimikwa kwa ajili ya kusudi hili. Jumamosi. Kwa hivyo hii imekili Jumamosi kuwa ndio Sabato kwa ajili ya Wayahudi kwa mujibu wa hiki kitabu. Sasa tuweze kuangalia, kwa sababu hiki kitabu ni kimeandikwa na Muislamu. Tuanze kwanza tuulize tena Qur'an ndio ituambie kwanza kama hapo kulikuwa kuna hii amri ilikuwa imekwisha kutolewa zamani. Tuangalie katika Qur'an Surat Balak, tuone katika aya namba 65 inasema hivi: na kwa yakini mmekwisha jua habari za wale walioasi miongoni mwenu katika amri ya kuheshimu Jumamosi, basi tukawaambia kuweni manyani wadhalifu. Kwa hivyo kumbe kulikuwa kuna amri ilikusha kwenda kuwekwa, na hapa anasemea kwa habari za Mayahudi ukisoma katika maelezo ya Sheikh. Lakini pamoja na hivyo tunakuja kuona kwamba kumbe kulikuwa kuna amri ilikuwa imekwisha kutolewa, amri ya kuitunza Jumamosi. Hawa watu wakawa wanaivunja. Sasa tuone hii amri ilikuwa imewekwa namna gani, au waliambiwa waitunze namna gani. Hiyo ni kabla. Hapa tunazungumzia Jumamosi peke yake. Sasa haya, twende kwenye Surat Alaf, twende kwenye sura ya 7 ya Qur'an, aya namba 163 inasema hivi: na waulizeni habari za mji ambao ulikuwa kando ya bahari. Watu wa mji huo walipokuwa wakivunja sheria ya Jumamosi, ambayo waliambiwa wasifanye kazi siku hiyo, wafanye ibada tu, na kazi yao ilikuwa uvuvi samaki wao walipowajia juu siku ya Jumamosi zao, na siku isiyokuwa Jumamosi hawakuwa wakiwajia hivyo. Basi namna hivyo tuliwaitia mtihani kwa sababu ya kuasi kwao. Kwa hivyo kumbe kulikuwa kuna wale waliambiwa katika Jumamosi wasifanye kazi, na hawa walikuwa Wayahudi kwa mujibu hata wa kile kitabu, kwa sababu Wayahudi wamekuta, hata Wakristo wamewakuta Wayahudi tayari wamepewa amri, wamepewa na ibada ya Mungu. Ngoja nikusomee katika kitabu cha Biblia kwanza sasa uone kutoka kwa Wayahudi hata Wakristo wametoa hapo chanzo cha ibada kimetoka hapo katika Warumi sura yake 900. Warumi sura yake 900 ndio tutaendelea. Warumi sura yake 900 mstari wake ni 5. Anasema hivi: ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Tukipanda hapo mstari wa 4 anasema ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana, Waisraeli wenye kufanywa kuwa wana, na wenye utukufu na maagano na kupewa Taurati na ibada ya Mungu na ahadi zake. Kwa hivyo kumbe huku alikotoka Kristo katika mstari wa 5 unavyokuja kutuelezea mambo mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo. Kumbuka Kristo ametoka katika kabila la Yudea, kabila ambapo ndipo Wayahudi wametokea. Wayahudi ni katika kabila moja la wana wa Israeli kwenye 12. Kwa hivyo Yesu alitoka katika kabila la Yuda ndani ya Israeli. Kwa hivyo Waisraeli hawa walikuwa wamekwisha kupewa amri ya Mungu. Kwa nini tunawatenganisha Waisraeli na Yuda? Kwa sababu Waisraeli kuna kipindi waliasi. Kwa hivyo Mungu akajichagulia kabila la Yuda peke yake kama ndio watakuwa ndio wakishika amri zake. Kwa hivyo hapo ndipo walipotolea amri
Taurati na pia wakatoka na ibada ya Mungu. Kwa hiyo walikuwa wamepewa sabato mwanzoni kabisa. Sasa hiyo sabato, kwa sababu tumeona katika maandiko ya Qur'an pamoja na kile kitabu kuwa ni Jumamosi, tuthibitishe kwa maandiko pia ya Biblia kwanza, alafu ndo tuone chanzo chake kilikuwa wapi. Chanzo chake kilikuwa wapi? Unajua Yesu amekufa katika siku ya Ijumaa, na hiyo haipingiki kwa mujibu wa historia. Amekufa siku ya Ijumaa. Katika kufa chake siku 3 ndio aje afufuke. Alfajiri ya Jumapili ndio akawa amefufuka. Kwa hivyo katika hizi siku 3 ndio zinaweza zikatusaidia kujua ipi ni ipi na ipi ni ipi. Unaona Sasa tukienda katika kitabu cha Luka sura yake ni 23, ndio hapo tutasoma. Kwanza nitasoma hapa juu ili tudhihirishe hii siku ilikuwa inahusiana hasa na nini. Katika mstari wake ni 45 anasema, jua limepungua nuru, pazia la hekalu likapasuka, Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Kwa hivyo haya maneno aliyasema Yesu. Sasa aya inatuambia hii siku ambayo haya maneno Yesu ameyasema ilikuwa inaitwaje? Anasema katika mstari wa 54, na siku ile ilikuwa siku ya maandalio na sabato ikaanza kuingia. Kumbe Ijumaa, siku ambayo Yesu alikufa, ilikuwa ni siku ya maandalio. Sabato inaanza kuingia, na sabato ndio kesho ya Ijumaa, ambayo imedhihirisha kuwa ndio ile ilikuwa ni Jumamosi. Waliambiwa wasifanye kazi siku hiyo, wafanye ibada tu. Haya, mstari wa 55 pia tunaendelea, anasema, na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa, wakarudi wakafanya tayari manukato na malham, na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Ndio unaona wao wanasema hawa katika Qur'ani, Muhammad anasema katika sura Al-Alaf, walikuwa wamekwisha kuambiwa siku hiyo wasifanye kazi, wafanye ibada tu. Kwa hivyo hata hawa wanawake walienda kuchukua haya manukato na wavafu wakayaleta Ijumaa hiyo jioni, kabla ya jua kuwa limezama. Ndio wakawa wamepumzika siku ya kesho yake, kesho kutwa sasa inaitwa Jumapili. Wakaenda kufanya nini? Mstari wa kwanza sura ya 24 inasema, na hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, wale walikwenda kaburini wakaleta manukato walioweka tayari, wakalikuta lile jiwe limevilingishwa mbali na kaburi, wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta, na walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, na waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Kwa hivyo Yesu akawa amefufuka katika siku hiyo ya kwanza ya juma, ambayo ndio Jumapili, ikiwa ni siku aliyofufuka Yesu. Sasa tunaona chanzo hasa cha hii siku ya Sabato na kwa nini imewekwa kama vile ndio watu leo. Kuna watu wanaitwa Wasabato, ni kwa sababu wao wamepewa hiyo, wameitunza hiyo ambayo walipewa Wayahudi, ambao nakumbuka katika sura ya 9 mstari wa 4 katika kitabu cha Luka, kitabu cha Warumi kimetueleza wazi ya kwamba huko ndiko ilikuwa chemichemi ya ibada ya Mungu. Sasa tuone kitu cha kwanza ambacho kinakuja kutuonesha hapa katika mstari wa 8 wa kitabu cha Kutoka. Mstari wa 8 kitabu cha Kutoka sura yake ni 20, ametueleza Musa akiwa anapewa amri na Mungu akaambiwa ikumbuke siku ya Sabato, ikumbuke. Kwa nini? Anasema hao walipokuwa wamepewa Sabato kwamba wasifanye kazi kama aya ilivyokwisha kutuambia. Kumbe anasema siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Sasa hizi ni katika namna ambao hawakutakiwa kufanya kazi. Tunaenda mstari wa 11, atatupa sababu kwa nini aliwapatia hii Sabato. Mstari wa 11 unasemaje? Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Sasa hii ni historia. Mungu anamwambia Musa, nenda kawaambie kwa sababu mimi yeye Mungu alistarehe katika siku hiyo, ili tupate hii ambayo ni historia ya yeye Mungu alivyofanya. Twende kwenye hicho kisa chenyewe katika sura ya 2 ya kitabu cha Mwanzo. Anasema hivi, tunaanzia tu mstari wa kwanza tutaenda mpaka wa 3. Ndio anasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7.
Hapa ndipo kisa kinaanzia. Kumbe Mungu alimaliza yote katika siku ya sita, akawa amemaliza. Siku ya saba akapumzika. Hicho ni kitu cha kwanza, akastarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi vilivyoumbwa. Tumeenda mpaka mstari wa 4. Kwa hivyo kuna vitu vitatu katika siku ya Sabato vimefanyika. Kitu cha kwanza, Mungu amestarehe mwenyewe. Ndio akasema kama vile wewe mwanadamu nilivyokuumba kwa mfano wangu, basi pumzika kama vile mimi nimepumzika. Jambo la pili ni kwamba alibarikia. Kwa hivyo katika siku hizi zote tatu hakuna iliyobarikiwa ila hiyo ya Sabato. Na ya tatu ni kwamba ilitakaswa. Kwa hivyo anapomwambia na wewe unapoikumbuka uitakase kama vile mimi nilivyoitakasa. Kwa sababu kweli kama tunakubali ya kwamba Mungu ametuumba kwa mfano wake, tutabaki na hii Sabato ambayo ndio chapa ya Mungu. Hii ndio muhuri ambao Mungu anatupatia. Kwa nini tunasema ni muhuri ambao watu wa Mungu? Kwa nini pia katika Israeli? Ndio maana katika Israeli ilikuwa ni chapa ya Mungu. Mungu amewachagua kuwa wabebe jina lake. Kwa hiyo hata wa mataifa wowote watakaoikubali Sabato ya Mungu, wakimkubali Mungu atatakiwa kukubali na Sabato yake, kwa sababu ndio kitu kinachoweka bondi kati ya hawa waaminio na yeye ambaye anaaminiwa. Sasa katika kitabu cha Ezekiel ndio hicho kinakuja kutoa sababu. Katika kitabu cha Ezekiel tutasoma hapo sura yake ni ya 20, tutasoma tu mstari hiyo na wakati wako basi soma mstari wa 12, mimi nitasoma 20. Amini kwa zitakaseni Sabato zangu zitakuwa ishara kati ya mimi na nyinyi, mpate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi Bwana Mungu wenu. Kumbe kwa kuitakasa Sabato tunajua ya kwamba kumbe hapa kutakuwa na nini? Na ishara kati ya Mungu na hawa watu. Kwa nini? Kwa sababu watajua aliyewaumba ni yule aliyeumba siku sita, ya saba akaweza kupumzika. Na kabla sijatoka kwenye hii aya, vile vile utasoma hiyo sura ya 20 mstari wa 12 vile nimekwambia. Lakini sasa tunakuja kuona katika aya, ndio maana nikasema hata mwanzoni, kwa nini tumesema hata wa mataifa, au kwa nini tunaanza na wana wa Israeli? Hii Sabato haikuwekwa kwa ajili ya mtu peke yake au Wayahudi peke yao. Ndio unaona katika Marko sura yake ni ya 2 mstari wa 27 anasema Yesu Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu na si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Kwa hivyo mwanadamu ameumbiwa hiyo, awe ni mtu wa mataifa gani, wote wameumbiwa Sabato iwe yao. Lakini mstari wa 50 sura ya 56 kitabu cha Isaya anasema sasa tunaanzia mstari wa 2. Anasema heri afanyaye haya na mwanadamu ayashikaye sana, azishikaye Sabato zangu asizivunje, auzuiaye mkono wake usifanye uovu wote, wala mgeni aambatanaye na Bwana asiseme hivi, hakika Bwana amenitenga na watu wake, wala towashi asiseme mimi ni mti mkavu. Kwa maana Bwana awaambia hivi matowashi wanaozishika Sabato zangu na kuyachagua mambo yanipendezayo na kulishika sana agano langu, nitawapa hawa nyumbani mwangu na ndani ya kuta zangu kumbukumbu na jina lililo jema kuliko kuwa na wana na binti. Nitawapa jina lidumulo milele lisilokataliwa mbali. Na wageni, sasa sikiliza mstari huu wa 6, anasema na wageni walioambatana na Bwana ili wamhudumu na kulipenda jina la Bwana, kuwa watumishi wake, kila aishikaye Sabato asivunje na kulishika sana agano langu. Kwa hiyo kumbe hata wale ambao sio wa Israeli lakini ni wa Afrika, wa Tanzania na watu gani wengine wote ambao watashika maagizo ya Mungu pamoja na Sabato yake, Mungu bado amechukua ahadi yake pamoja na huyo. Kwa sababu gani? Ameambatana na Bwana pamoja na ile ishara. Kwa hiyo ndio ilikuwa chanzo cha Sabato. Sabato imeanza pale Mungu alipomaliza uumbaji, akaanza Sabato, ikaanza hapo siku ya saba. Alipomaliza ndipo tunakuja kuona katika sura, bado tunakuja kuona katika wakati wa Musa, imeendelea hapo. Lakini hata baada ya Yesu, na hichi ndio kipengele ambacho nataka bado tuweze kukimalizia, Yesu aliendelea kuitunza hii Sabato. Kwa nini? Kwa sababu ndio ilikuwa amri ya Mungu. Mfano katika sura ya 6 ya kitabu cha Luka ndio tutasoma hapo, alafu twende kwa mitume, maana kuna wengine wanaosema iliishia kwa Yesu na hivi mitume wakaachana naye. Sawa, tutaangalia hapo mbele. 6:6 kitabu cha Luka anasema ikawa
siku ya Sabato nyingine aliingia katika sinagogi akafundisha, na mlikuwa mtu ambaye mkono wake umepooza. Kwa hivyo katika kupooza huku Yesu alikuwa amepatana na huyo mtu amepooza, lakini aliingia katika nyumba ya ibada. Ni hiyo hiyo siku ya Sabato, naye alibidi kuitunza. Lakini twende sasa kwa mitume. Kwanza tuanze na Paulo, kwa sababu Paulo ndiye katika nyaraka zake hizi nyingi watu wamekuwa wakizipotosha, kama vile ambavyo Petro alikuwa amekwisha kuonya mbele katika Petro wa pili 3 mstari wake wa 15. Kwa hivyo alikuwa amekwisha kuonya kwamba kuna watu anapotoa hasa maandiko ambayo yameandikwa na Paulo kwa hekima aliyojaliwa, kwa sababu mambo yaliyoandikwa humo ni vigumu kuelewana nayo. Sasa tukiangalia kwanza, tumchukue Paulo katika sura ya 17 ya kitabu cha Matendo. Sura ya 17 ya kitabu cha Matendo, tuone desturi ya Paulo ilikuwa ni namna gani. Katika sura ya 17 mstari wa pili tu anasema, na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake akaingia mle walimu akahojiana nao kwa maneno ya maandiko Sabato 3. Kwa hivyo baada ya Sabato hii, Sabato nyingine, tena Sabato nyingine zote, Paulo ilikuwa ni desturi yake kuingia katika sinagogi siku hiyo ya Sabato na kuhojiana nao. Ndio maana ukiangalia katika sura ya 13 ya kitabu cha Matendo unakuja kukuta kwamba walienda mfano kwenye sura hii ya 13 na wakati walienda katika Sabato. Ukisoma katika mstari wa 15 wanakuja kuulizwa, jamani, kama mna neno kwa ajili ya hawa watu lisemeni. Wakaongea. Ukiangalia mstari sasa wa 43 katika sura ya 13 anasema sinagogi lilipofumuka, Wayahudi na waongofu wataua wengi wakashikamana na Paulo na Barnaba. Mstari wa 44 anakuja kusema hata Sabato ya pili watu wengi karibu mji wote wakakusanyika walisikia neno la Mungu. Kwa hivyo bado waliendelea. Lakini sasa tumalizane na Yuda na Yakobo, anatuambia namna gani? Kumbuka amri za Mungu zipo 10 na hiyo package imeelezwa katika kitabu cha hicho cha Kutoka 4 mstari wake na 13. Ni amri 10. Ndio agano ambalo Mungu ametupatia wanadamu. Lakini vile vile sasa katika sura ya pili ya mstari wa 10 na 11 katika kitabu cha waraka wa Yakobo kwa watu wote anasema hivi, maana mtu yote atakayeshika sheria yote akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Sasa kwa nini? Mstari wa 11 anatoa sababu, anasema kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue, basi japokuwa kuzini lakini umekuwa mvunja sheria. Kwa hiyo sasa ni haja ya watu kuweza kufuata sheria ya Mungu. Unavyoona utakiwa kuiba, vile vile usizini. Unapotakiwa hivyo usizini, vile vile usiwe na Mungu mwingine. Na unavyokuwa hauna Mungu mwingine, vile vile utaitunza Sabato. Kwa hiyo mtu ambaye ataitunza Sabato na akawa mwizi bado atakuwa ni mvunja sheria, lakini mtu ambaye haibi na atunzi Sabato bado ni mvunja sheria. Kwa hiyo sasa wote wanatakiwa bado warudi katika ukamilifu wa amri za Mungu. Ndio maana hii kati ya amri azieleweki sana kwa wengi ni hii ya kukumbuka siku ya Sabato. Mtu akifika hapa anasema siku yoyote. Sasa kwenye siku yoyote unaitimizaje hiyo ambayo Mungu amesema? Ni lazima uweze kuangalia. Mungu amesema lazima hizo 10 zote ziweze kutimika. Namaliza kwa kusema hatujapewa hizi amri ili zituokoe, la hasha. Lakini katika sura 7 ya Warumi anaeleza vizuri hizo amri zimewekwa ili kutujulisha makosa, tujue hii ni dhambi, hii si dhambi, ni kipi kilicho mapenzi ya Mungu. Na tukijua hiki ni dhambi, ndio kinatusaidia na sisi kama tumetenda dhambi turudi kwa Yesu ambaye ndiye mwombezi wetu na ambaye katika yeye tunaweza kupata haki. Lakini haimaanishi baada ya Yesu basi tuingie katika dhambi kwa kujitakia, hapana. Yesu tukiwa naye anatusaidia kuwa na utauwa. Wapi hiyo imeandikwa? Katika kitabu cha Tito. Ndio hapo tumalize. Tito 2 mstari wake ni wa 11. Anasema neema ya Kristo sasa ambayo imekwisha kuja imefunuliwa katika dunia hii sasa inatufundisha nini? Kuvunja sheria au kuifuata? Ndio hapo tusome. Anasema maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo mstari wa 12 yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Kwa hiyo katika ulimwengu huu wa sasa neema ya Mungu inapokuja haituweki sasa tuingie kwenye dhambi, bali na tutasababisha tuishi maisha ya utauwa na kufata sheria ya Mungu ilivyosema. Ndio unaona katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 12 anasema hapa ndipo penye hekima ya hapa ndipo penye tusome hapo. Anasema tusome.
hao wazishikao amri za Mungu. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao. Ndio maana kuna wakati ambao watu wanasema tunaenda mbinguni kwa sababu ya utakatifu, lakini si kushika siku. Ni kweli, lakini utakatifu nini? Ndo nasema hapo ndipo penye subira ya watakatifu. Hao watakatifu, hao wanaoshika amri za Mungu, kuwa na imani ya Yesu. Kwa ni lazima mtu ashike amri ya Mungu, asiwe mwizi, asiibe, lakini vile vile asizini, lakini vile vile asiwe na mungu mwingine, vile vile au siwe mvunjaji wa Sabato. Ndio hiyo imeweza kuwekwa hapa. Kwa hivyo hizi siku mbili tumekusha kuzikamilisha, tukisubiri sasa sehemu ya 3 tutakapoenda katika Jumapili. Hasa ilikuwa ni lengo gani?